innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Hiyo ni aya nambari 35 kwenye sura ya 33. Katika lugha ya Kiarabu wakitajwa muslimun au mu'minun wanakusudiwa wote, kike kiume. Lakini katika occasion maalum Allah alilazimika ataje huku na huku kwa sababu labda ya ufahamu mdogo wa viumbe wake, akataka kuwakinaisha na kuwatosheleza. Kama kuna watu ambao huwa wanadai haki zao, hata kwenye Uislamu walipatikana watu wakadai haki za wanawake, wakatetea maslahi yao. Kwa mfano ni mmoja katika wake zake Mtume, Mama Ummu Salama radhiallahu anha, amenukuliwa siku moja akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, arrijalu yaghzuna wala naghzu, wanaume wanapambana kwenye vita, sisi hatupambani. Walirajuli mithlu hadhil unthayaini, na katika mirathi wanaume wamepewa fungu la wanawake wawili, yani anacholipwa mwanamke, mwanamme anapewa mara mbili kwenye mirathi. Na imenukuliwa kuna mwingine katika masahaba alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama na akamwambia, ewe Mtume wa Allah, wanaume wanapigana jihadi na wanapata shahada, wanaume kwenye mirathi wanapata mara mbili ya mwanamke, wanaume kwenye ushahidi nafasi ya mwanamume mmoja wanalazimika wawepo wanawake wawili. Inamaanisha na kwenye amali ujira sisi tunapata nusu. Sijui mnanifahamu vizuri. Maana mentality ya hawa watu walihisi kama wanawake wamewekwa nyuma, kama wanawake ni nusu watu, wanafinyiwa baadhi ya haki, wakati na wao walikuwa wanapenda wapige hatua kubwa za maendeleo mbele, wapate yale ambayo wanayapata wanaume. Na kwa nadharia ya kibinadamu uwezo wa kufanya hivyo wanayoyafanya wanaume na sisi tunao. Jawabu za maswali yote hayo nitafanya kwa muhtasari kwa kupitia aya 2 za Qur'ani. Zipo kwenye sura tofauti.